tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tu wazima wa afya. Sisi kama wachezaji kila kitu kiko sawa, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila kitu anapanga yeye. Kwa hiyo kila kinachotokea ni heri zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Ni kweli tujapata matokeo mazuri katika game ambazo zimepita, lakini sio kwamba tujapata matokeo mazuri kwamba hatupati nafasi tunazipata vizuri, lakini kilichobaki ni kudumbukiza kwenye mpira kwenye neti. Kwa hiyo walimu wameshafanya kazi zote, kila kitu wameshafanya. Kwa hiyo jukumu lililobaki ni kwetu sisi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo, tunaingiza mpira kwenye neti. Kwa hiyo hata mchezo wa kesho tumejipanga vizuri, walimu wameshamaliza kazi zao zote, kila kitu tumeshajua wapi tulipokosea. Kilichobaki ni kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Swali kwa mchezaji, karibu. Kila kinachotokea unakuwa unajifunza, sio? Kwa hiyo tumeshajifunza katika mechi zilizopita. Nafasi tunazipata lakini kuzitumia inakuwa ngumu. Sisi ni binadamu, sio hatujakamilika in short. Kwa hiyo kila unapokosea ni mwanzo wa kujifunza. Kwa hiyo tumeshajifunza wapi tumekosea, walimu wameshaona wapi tunapokosea, tatizo liko wapi, shida liko wapi. Kwa hiyo nafikiri panapo majaliwa kwa yote ambayo tumeyafanyia kazi, mazoezi ambayo tumeyafanya, nafikiri kila kitu kitakwenda sawa. Swali kwa mchezaji, labda Gale mnakwenda kucheza na timu ambayo haijapata point yote katika mchezo iliyopita. Kwa upande wenu kama wachezaji, utakuwa ni mchezo rahisi kiasi gani kwenda kucheza na timu ambayo haijapata matokeo kwenye mchezo iliyopita? Siku zote unapocheza na timu ambayo haijapata matokeo katika mechi zake za nyuma, mechi inakuwa tough kwa sababu wanajua kabisa kwamba mechi inayokuja maybe ndio sehemu ya kuamkia. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tayari lipo kwenye akili zetu kwa sababu tayari tumeshajua kwamba wao tayari wameshapoteza games zilizopita. Kwa hiyo mechi haitakuwa rahisi, mechi itakuwa ngumu kwa sababu wamepoteza games. Kwa hiyo kama wamepoteza games ina maana watakuja kwa nguvu kuhakikisha kwamba wanakuja kutafuta pointi kwetu, na sisi hatutaweza kulikubali leo kwa sababu ukiangalia kiuhalisia sisi na wao, sisi tuko juu. Tunawaheshimu, wana wachezaji wazuri, wana wachezaji wakubwa, lakini kiuhalisia zaidi tuko juu. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba ule ubora wetu tunautengeneza vizuri, tunaweka ubora wetu vizuri ili tupate matokeo katika mchezo wa kesho. Gadel, alama 2 kwenye mchezo uliopita. Mimi kama wachezaji, hii inawaathiri vipi ama inawafunza vipi morale yenu ya kutaka alama 3? Sio kwamba inatukata sana, hapana. Inatukata by the way, lakini kama nilivyosema mwanzo, kukosea ni mwanzo wa kujifunza. Kwa hiyo tumeshajifunza wapi tumekosea. Uzuri zaidi hatujapoteza pointi moja, pia kwenye mchezo ni point nzuri. Kwa hiyo kilichobaki ni kuhakikisha kwamba hatupati tena pointi moja, zaidi tunapata pointi 3. Tumeshajifunza wapi tulipokosea. Nafikiri hata mashabiki wetu kwa hilo ninaliongea mbele yao, tumeshajifunza wapi tumekosea. Kilichobaki sasa ni kuhakikisha tunapata pointi 3 ili tuendelee na safari yetu. Shukrani sana Gadel Michael.